Nimekuta barabara zimefurika na maji hapa. Kuna bodaboda mwenzangu nikamwona anavuka katika hii barabara hii. Baada ya hapo na mimi nikasema nivuke kupitia ule usawa aliokuwa anavukia yeye. Bahati mbaya yale maji yakawa yamenihamisha ile njia. Nilikuwa nimeenda tayari kwenye upande wa kushoto ambako tayari alikuwa amechimba zile mitaro. Ndio mimi nilikuwa na muda mrefu sijapita ile eneo. Kwa hiyo sikuwa na uelewa kwamba sehemu gani barabara sahihi kwamba nipite eneo lipi ili kwa usalama wangu mimi mwenyewe, umeona. Baada ya hapo wenzangu walikuwepo nyuma kwenye barabara hiyo mpya kubwa ya lami. Wakawa wananisemesha kwamba wewe bwana huko unakoelekea sio sehemu sahihi. Ila mimi sikuweza kuasikia kwa sababu ile mungurumo wa maji yale. Kwa mimi nikajikuta yale maji yakawa yananivutia mkono wa kushoto, kumbe ndiko ambako iliko kwenye ile mitaro. Na hatimaye naposema nene nikafunge breki, tayari yale maji yakawa yameshanizidi nguvu. Na nilikuwa na abiria, huyo abiria alikuwa na mtoto mdogo. Umeona, ndio tayari yale maji yakawa yamenivutia kwenye ile mitaro ya upande wa kushoto hapo. Ndio ikawa tayari imenivugumiza moja kwa moja. Mimi nikaenda nimeshikilia mkono mmoja nimeshikilia pikipiki, mkono mmoja nilikuwa nimeshikilia yule mdada ambaye alikuwa ni abiria wangu ambaye alikuwa ana huyo mtoto mdogo. Ikawa imetukokota moja kwa moja mpaka kwenye ile daraja hapo katikati la kuvukia kwenye hiyo nyumba ya katikati hapo. Kwa ile pikipiki ikawa imeenda kwa chini, mimi ile daraja lilikuwa limenizuia kifuani. Kwa pale ndo nikajua kwamba ile pikipiki nimeacha maeneo gani. Kwa mimi nikajivuta kwenda upande wa juu wa ile daraja. Yule mama tayari akawa kuna vijana wenzetu, bodaboda wenzetu wakawa wamefika tayari kwenda kuja kumuokoa na kwa amemwaisha hospitali. Na huyo abiria wako? Abiria wangu labda mtoto tu ndo alikuta ameanza kunywa maji ila wakawa wamemwahi bodaboda wenzetu. Ndio. Majina naitwa Abdalla Isa Kibizo. Mimi kwa majina naitwa Maria Patrick, ni mkazi wa hapa Komba Masai. Kwa kweli hii hali inatuathiri sana. Kwa sababu yani maji yanaingia mpaka ndani. Wakati mwingine unakuta tunalala na maji. Vyoo wene nyumba za vyoo vya ndani unakuta vyoo vinatema ile choo kinaanza kuingia hadi sebreni kama mimi ile nyumba ninayokaa. Yaani choo huwa kinatoka na sehemu yake kinaingia sebreni. Kwa kweli tunaathirika sana kwa hali ya huko. Kutokea ndo kama hivyo unavona maji pote yamejaa. Ndani maji nyumba zote. Nyumba zote. Kipi kimesababisha? Kwa sababu ni mfereji ambao ulikuwa umeuchimba ama bwana alikuwa amerekebisha. Kidogo kwa sababu hawakujengelea kwa maji yanapokuwa yanaingia yanavyoteremka yanafika na sambaa, unapokuwa mijaa sana juu yana sambaa kama jinsi inavyoonekana. Nini kauli yako sasa? Akaoni kwamba ni jaribu kuangalia serikali kama kujua kama inatusaidia katika miundombinu kama hii misingi kuweza kuitanua na kuweza kujengelea. Tulivyoamka hali ilikuwa kwa kweli si mbaya sana. Hali ndio maana tukatoka tukasema ngoja tukaabudu. Ilikuwa haijawa ngumu sana tulivyoiangalia hali. Lakini baada ya muda fulani hivi ndo hali kabadilika. Tumo kanisani mpaka dakika hii. Mpaka njia sasa tunashindwa tupite wapi. Mimi kanisa liko hivi, nilikuwa nipite kule lakini ndo hakueleweki kabisa. Unaona? Kwa hiyo napita tu popote pale basi niogelee hivi. Kwa majina naitwa George Pusi Masele, ni mwenyekiti wa mtaa wa Miemba. Jirani sana mtaa wa Komba Masai. Hii kazi ya nafikiri kila mwaka huwa inatokea. Mvua zinapoanza kunyesha tu maji kwa wingi huwa yanatiririka katika upande hizi zote mbili. Lakini kwa eneo hili kama mnavyoliona almost karibia nyumba 100 zote zina maji. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.